Wewe umejitoa kwa ajili ya amani hii, nami pia nimejitoa kwa ajili ya amani hii, na pamoja Mheshimiwa Rais tutafika. Tumeweza kufanya hivyo hapo awali, na tulifanya hivyo kupitia mikataba ya Abraham, na tutafanya tena. Mheshimiwa Rais, leo ni kalenda ya Kiyahudi inaashiria mwanzo wa miaka miwili ya vita. Vita hiyo vilianza tarehe 7 Oktoba. Siku ya sherehe ya Kiyahudi Simchat Torah. Wewe daima umekuwa ukiniambia na kueleza ulimwengu, kumbukeni tarehe 7 Oktoba. Mheshimiwa Rais, tunakumbuka maelfu ya magaidi wa Hamas walivyovamia miji na vijiji vyetu. Tunakumbuka watu 1200 ambao Hamas waliwaua kikatili bila huruma, wakiwemo makumi ya raia wa Marekani. Tunakumbuka familia nzima zilizochomwa moto wakiwa wamekumbatiana. Tunakumbuka vijana wazuri wa Kiyahudi waliouawa kwa risasi. Katika tamasha la muziki la Nova, tunakumbuka mamia ya raia wetu waliotekwa na kupelekwa katika mapango ya mateso huko Gaza, wakiwemo Marekani 12. Wanaume na wanawake, vijana na wazee, watoto wachanga waliosalimika kwenye mauaji ya Holocaust. Marafiki zangu, Mheshimiwa Rais Donald Trump, hawa viumbe wa kikatili waliwateka hata watoto wachanga. Kufuatia shambulio hilo la kinyama la Oktoba 7, Israel ilifanya lililopaswa kufanyika. Kwa ujasiri usioyumba, tulisimama kuilinda nchi yetu, kuwashinda maadui wetu na kuwaokoa mateka wetu. Wanajeshi wetu mashujaa walipigana kama simba, wakiwa mstari wa mbele kati ya ustaarabu na unyama. Israel ilipata ushindi mkubwa dhidi ya Hamas na mtandao mzima wa ugaidi unaoongozwa na Iran, Syria, Daesh, Ania, Nasara na Hasad. Wote wameondoshwa. Mradi wa silaha za nyuklia na makombora ya Iran kwa msaada mkubwa wako Mheshimiwa Rais tumeudhoofisha kwa kiwango kikubwa. Nusu ya uongozi wa waasi wa Houthi umeangamizwa. Lakini gharama ya ushindi huu imekuwa kubwa sana. Takriban askari 2000 wa Israel bora zaidi tulionao wamepoteza maisha yao. Nusu yao vitani, wameacha wazazi, wake na waume na ndugu na watoto. Mapenzi yao, kicheko chao na matumaini yao yamepotea milele. Na familia za mashujaa wetu waliopoteza maisha, wengi wako hapa leo. Nasema hivi, najua kina cha maumivu yenu, najua huzuni isiyopimika itakao kuwa nanyi maisha yenu yote. Nchi ya Israel inaamini kuwa heshima ya milele mbele ya mashujaa wetu waliotoa maisha yao. Kwa sababu mashujaa hawa, taifa letu litaendelea kuishi. Kwa sababu ya mashujaa hawa, taifa letu litapata amani. Mheshimiwa Rais, maelfu ya wanajeshi wetu mashujaa pia wamejeruhiwa vibaya sana kimwili na kiroho. Mashujaa kama Ari Sipsa, Ari Sabin Tasa wa kijiji cha Kibbuza Native Arasa, ambaye sasa anafuatilia kutoka balozi wa Israel mjini Los Angeles. Sabin alipoteza mume na mtoto wake mkubwa tarehe 7 Oktoba. Yeye ni mama wa vulana watatu wengine. Wawili kati yao ni Ken na Shai. Walishuhudia baba yao akijitosa juu ya bomu la mkono la Hamas ili kuwaokoa wanawe. Sote tuliona video ya watoto hao wawili wakilia kwa uchungu, wakisema, baba amekufa kwa nini? Kwa nini Mungu aliniponya mimi? Mheshimiwa Rais, rafiki yangu Donald Trump, nimeona mambo mengi magumu maishani mwangu, lakini siwezi kuvumilia kuangalia tena mateso ya watoto hao. Niliweza kuiona ya video mara moja tu. Lakini Sabin, mama yao, alipata nguvu ya kusimama imara na kuonyesha filamu hiyo duniani kote. Mimi na mke wangu Salah tulimuuliza Sabin, unawezaje kufanya hivi? Kwa nini unafanya hivi? Alitueleza, nafanya hivi ili ulimwengu wote uone ni unyama wa aina gani ambao Israel inapambana nao, na uone walali wa sababu yetu. Na leo akiwa huko Los Angeles anaendelea kufanya hivyo. Sabin, unaweza kunisikia sasa? Kwa niaba ya sisi sote tunataka kukwambia wewe ni mfano halisi wa nguvu ya mwanamke mashujaa wa Biblia, Deborah, Ruth na Esther. Wewe pia ni roho ya Israel. Tunakusalimu na tunakuheshimu. Mheshimiwa Rais, katika mazungumzo yetu mengi wakati wa vita kuu vya siku 12 na Iran, uliuliza watu wako wanaendelea vipi? Nikakwambia watu wangu ni imara. Waisraeli ni taifa la simba, wenye nguvu na azima isiyo na mipaka ya kulinda nchi yao na kuhakikisha mustakabali wao. Ni watu wanaowapa wanajeshi wetu nguvu, na watu hao wananipa mimi nguvu na wenzangu pia. Wayahudi wamesimama tena kutoka majivu mara nyingine tena,
Lakini tulipoanzisha taifa la Israel na jeshi la Israel, tuliapa kamwe hatutakuwa bila kinga mbele ya maadui zetu. Nguvu hii thabiti si tu inatuhakikishia uhai wetu, bali inalinda mustakabali wetu na inaleta amani. Tumelipa gharama kubwa sana kwenye vita hivi, lakini maadui wetu sasa wameelewa nguvu na dhamira ya Israel. Wameelewa kuwa kushambulia Israel tarehe 7 Oktoba lilikuwa ni kosa kubwa. Wameelewa kuwa Israel ni imara na ipo hapa kubaki milele. Na hii, Mheshimiwa Rais, ndio msingi wa lazima wa amani. Amani ni kupata nguvu. Mheshimiwa, huu ni wakati mkubwa wa kihistoria, siku ya furaha kuu, kwani mateka wetu waliobaki wanarejea nyumbani. Mimi na mke wangu Sara tumekutana familia za mateka mara nyingi. Hakukuwa na maneno ya kuelezea mateso yao, ni machozi tu ya huzuni isiyo na mwisho. Mwanzo wa vita hii niliahidi kuwa nitawaleta nyumbani mateka wote. Leo kwa msaada usioweza kupimika, thabiti na makini kutoka kwa Rais Donald Trump na timu yake, kwa kujitoa na kujasiri usio na kifani, wanajeshi wa Israel tunatimiza ahadi hiyo.